nilizaliwa mlemavu na mzazi wangu alinizaa mimi nikiwa mlemavu. Nikahangaika, akafariki dunia, nikawa nabaki nahangaika mimi mwenyewe kama mwenyewe, sina mtu wa zaidi wa kunisaidia. Fikia kipindi hiki cha sasa hivi bado nahangaika, nagonga mawe hivyo hivyo maisha yangu. Kutana na bibi huyu anayefahamika kwa jina la Zainabu, mkazi wa Morogoro, ambaye bibi huyu ana changamoto ya ulemavu wa mguu, lakini mbali na kuwapo kwa changamoto hiyo, amekuwa akifanya kazi ngumu kwelikweli ya kupasua mawe, ama unaweza kusema anapasua kokoto. Yote hayo anayafanya ni kutokana na ugumu wa maisha. Anafanya kazi hiyo ngumu, lengo ikiwa ni kujipatia kipato ili aweze kukizi mahitaji yake, kwani anapitia changamoto nyingi. Hapa anafunguka mengi kupitia Families Media. Karibu. Labda mtazamaji anayekutazama natamani kufahamu majina yako yote na hapa ulipo ni wapi na unafanya kazi gani? Mimi naitwa Zainabu Mohamed Nde, nipo hapa kwenye kugonga mawe ili nipate chakula, nipate hela ya kula. Maana hela ya kula yenyewe ninayopata ni hela kidogo, sio hela ya kutosha. Na huwa napata hela kama kidogo tu, kama shilingi 1000, au napata hela ya kula kama shilingi 500. Yaani sio hela ya kama 2000, hapana. Ndio maisha, ndio changamoto yangu. Alafu changamoto yangu nyingine, nilizaliwa mlemavu na mzazi wangu alinizaa mimi nikiwa mlemavu. Nikahangaika, akafariki dunia, nikawa nabaki nahangaika mimi mwenyewe kama mwenyewe, sina mtu wa zaidi wa kunisaidia. Wakaniambia nirudi kule nyumbani, nikakaa kukaa nyumbani kule inishindikana. Nikaja huku kuhangaika, nililetwa na mama mmoja, akaniambia twende kanisaidiege vikazi vya usafi hapa nyumbani. Lakini hapa nyumbani nako ilishindikana, yule mama naye alinisumbua, akawa hatuelewani. Nikabidi nimpate dada mmoja, na nikamuomba, nikamwambia nipeleke na mimi nikagonge mawe. Akaniambia twende. Kweli akanileta, nikawa nagonga mawe, lakini mawe wenyewe nilikuwa nagonga kwa shida tu, nilikuwa na shida hivyo nahangaika hivyo mpaka imefikia kipindi hiki cha sasa hivi bado nahangaika, nagonga mawe hivyo maisha yangu, katika maisha yangu. Labda changamoto hii ya ulemavu wa mguu uliipateje, katika mazingira yapi? Ya kuzaliwa, nimezaliwa hivyo, nikawa sina hata basikeli ya kutembelea. Mimi nikawa tu nahangaika, nikapata wasamaria wema, wakanitafutia gongo, wakanichongea gongo, ndio nalotembelea mpaka sasa hivi kwenye mawe. Tukatamani kufahamu, je, kipi hasa ambacho kilimsukuma kufanya kazi hii ya kupasua mawe, hali ya kuwa ukiangalia umri wake haulizishi, lakini yeye hapa anatujuza. Labda hii kazi hapa ambayo unagonga hapa mawe, kwako wewe ukiwa na changamoto hiyo, inakupa ugumu upi? Inanipa ugumu sana. Yaani nitakiwa nipumzike nyumbani, nikae nyumbani nipumzike, nipate angalau hata msamaria mwema anipe hata hela ya kutosha, nifanyie angalau hata biashara vidogo nyumbani. Kama biashara ninazofanya za kufanya kama maandazi au kachori kidogo pale nyumbani. Na sehemu yenyewe nakaa kwenye chumba, na iko chumba ninachokaa nalala chini, sio cha kusema nalala kwenye kitanda, hapana. Ninachotaka nipate msamaria mwema anipe hata hela, aniongezee ninunue kitanda cha kulalia. Sawa. Na kutoka hapa ambapo unafanya kazi na unapokaa kuna umbali gani, na huwa unafika kwa usafiri upi, ama unatembea kwa mguu? Natembea kwa miguu. Bodaboda sio sana. Bodaboda saa zingine anakwambiaje, mimi hapa siwezi kukuchukua kwa sababu mimi na abiria. Saa zingine naamua kutembea kwa miguu. Natembea kwa miguu. Saa zingine kukiwa na mvua natembea hivyo mpaka nyumbani. Ndio sawa. Labda mahitaji yako ya msingi ni yapi ambayo huwa unayahitaji lakini unayakosa kulingana na kutokuwa na fedha?
Mahitaji yangu nayohitaji mimi kwa kweli sasa hivi niseme, yani ni kukosa hasa chakula hasa. Sina unga, sina mkaa, sina hata mchele, sina sana vitu vingi na vikosa kwa ndani. Sina maji. Kuna rafiki yangu ananisaidiaga hela ya maji, nikigonga kama hivi nampelekea hela, yeye anaenda anachota maji ananiletea. Kingine kwanza nimesahau, kingine nikwambie, kuna mtu alinipaga gesi. Ile gesi sina hela ya kuweka gesi. Kwa hiyo ile gesi sasa hivi ina karibu ya miezi 5 sijaiwekea gesi, imekaa tu ndani. Umeona? Na niliwauliza hii gesi kama hivi inalipiwa shilingi ngapi? Wakaniambia gesi dukani inalipiwa shilingi 25,000. Sasa hela ya kupata nikalipia ile gesi sina. Maana ukitoka hapa ukifika nyumbani unapika kwa mazingira yapi? Unatumia nishati gani katika kupika? Katika kupika natumia naokota vikuni jalalani. Naokoteza vikuni jalalani vingi. Ndo nawasha moto, na kipindi cha mvua siwezi tena kuwasha moto na kato. Kuna baba mmoja nilienda nikamuomba chenga zile za mkaa akanigaia. Ndo nikifika nyumbani ananigaia vile vichenga, ndo naenda napika na koroga napika, nikiwa na unga na koroga uji na kula na kunywa uji. Na labda kuna changamoto nyingine ambayo uko nayo ukiachana na mguu, ama kuna changamoto yani kwa maana ya ugonjwa mwingine ambao uko nao ukiachana na mguu? Nilikuwa na kuna changamoto moja ilinishika siku ilinipata. Huu mguu wangu niliteleza bafuni. Kuna nyumba hiyo nakokaa niliteleza bafuni ili hapa likanichoma ubavu. Na maana nilipata shida sana. Mpaka yani nikawa nahangaika kwenda hospitali. Ndio nikapata dawa, ikashindikana. Ile dawa ile haikunisaidia kitu chochote. Akaniambia kama dawa hii haikusaidii sasa utafanyaje? Nikasema basi, na mpaka sasa hivi bado hapa ubavuni hapa bado nipa uchungu, na nagongaga basi tu basi nipa uchungu hapa. Navumilia. Sawa. Na nyumbani kabisa ni wapi ambako umezaliwa? Na je, unaweza kumwambia mtazamaji kwamba kutoka Kondoa mpaka kufika hapa Morogoro ni kitu gani hasa ambacho kilikushawishi kuja huku? Maisha yalinichanganya, nikaona bora nije huku nikae. Maisha tu yalinichanganya. Nikaona maisha haya bora nije nikae huku Morogoro. Ndio kwa huyo mdada alinichukua, akaniambia kwamba twende ukakae pale, wewe unanisaidia kufagia na kuosha vyombo. Na mdada tena akaja akanisumbua, na ndio maana mimi nikaamua kuja kwenye mawe tena. Leo ndo haya maisha yangu. Nikajaribu kumuuliza, je, kwa siku katika kazi hiyo ya kupasua mawe ni kiasi gani cha fedha ambacho anakipata, lakini pesa ambayo ameitaja ama hakika inasikitisha. Na labda kwenye kazi hii ya kupasua mawe kwa siku unakuwa unaondoka na shilingi ngapi? Kwenye hii kazi ya kupasua mawe kwa siku nzima unakuwa unaondoka na kiasi gani? Yaani shilingi ngapi? 1,500, 1,000 hivyo. 1,500, 1,000. Na hiyo inakizi mahitaji yako? Ya wapi, hamna kitu. Labda 500 hiyo nikampa yule mdada anichotee maji ndo aniletee. Na kama mvua ilinyesha jana, ameshanichotea maji ya mvua ndo ananiletea. Ataniletea baadaye nikienda nyumbani jioni. Pole sana mama. Sawa, labda sasa tueleze sasa changamoto ambazo zinakukumba katika maisha, kwa maana ya hapa unapofanya kazi, lakini nyumbani na katika maisha yote kwa ujumla, zile changamoto ambazo natamani uambie watu ili waweze kukusaidia. Bibi huyu anatamani kuishi maisha ambayo atapata kile kitu ambacho anakihitaji. Kwa sasa hapa anapitia mengi na changamoto nyingi. Kwa sasa bibi huyu anaomba msaada kwa Watanzania wote ambao
mtakaoguswa kumsaidia kuweza kumsaidia chochote kitu ili aweze kupata mahitaji yake ya msingi. Mimi naambia tu wasamaria wema wenye uwezo wa kunisaidia, naomba wanisaidie kwa sababu napata shida sana ya kugonga mawe. Nachoka kwenye mawe, nachoka sana sana sana. Kwa hiyo kinachotakiwa, naomba msaada wao. Na ulikuwa unatamani hasa wakusaidie kitu gani? Chochote walichonacho, hata ikiwa hela, chakula, wanisaidie. Kama utaguswa kumsaidia bibi huyu, unaweza kumsaidia kupitia namba ya simu ambayo ni 0694 34 40 29.